Ni Lokoma Sports. Leo hii nipo mtaani kwa Dr. Mohamed, shabiki wa Simba na mchambuzi wa soka pia. Mengi zaidi atazungumzia kuelekea mchezo wa dabi. Pengine unachezwa au uchezwe na mengi ya kuzungumzia. Mambo vipi? Safi, niambie kaka. Fresh za siku. Salama. Dabi ya Kariakoo ipo pale pale kwa mujibu wa ratiba alionayo CEO wa bodi ya ligi anasema Almas Kasongo, lakini mamlaka za kisoka nchini zimeshatoa taarifa kwamba mchezo namba 184 wa dabi ya Kariakoo ipo pale pale. Lakini pia klabu ya Simba imetoa tamko juzi rasmi la kusisitiza kwamba dabi ya Kariakoo iko pale pale na inawataka wanachama wa klabu ya Simba wote nchini nzima waweze kujiandaa na mchezo huo, na klabu ipo kambini sofa mpaka dakika inaendelea na mazoezi na maandalizi yote kuelekea mchezo huo wa namba 184 wa dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili saa 11 pale Benjamin William Mkapa. Kwa sofa mpaka dakika hii sisi dabi ipo. Hizo kelele za watu wengine hao, kelele za chura ambazo hazituzuii kulala ndani au kunywa maji, sisi hatuwezi kuzifuatisha. Tunachojua sisi dabi ipo, ingawa kuna migomo ambayo inaendelea. Hiyo migomo sisi sio sehemu yao. Kwenye Simba mtapeleka timu uwanjani kwa sababu nyinyi ni wageni wa mchezo huu na Yanga ndio wenyeji wa mchezo huu. Mmejiamini vipi kuweza kuandika barua hiyo ambayo mnasema kwamba mechi ipo pale pale, na huku wenyeji wa mchezo huu Young Africans wanasema kwamba mchezo huu haupo mpaka hivi sasa? Wasimamizi wa mpira wa miguu wameshasema mchezo upo. Kwa yeye kuwa mwenyeji hampe mandate ya kufuta mchezo au kujipangia mchezo uwepo au usiwepo. Lakini mwenye mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania, TFF na bodi ya ligi, washatuambia mchezo upo na maandalizi yote yanaendelea vizuri kuelekea mchezo huo. Kwa hiyo tarehe 15 siku ya Jumapili saa 11 wote tutakuwa tuko pale Benjamin Mkapa. Haya ambayo yanaendelea na Yanga tunasema wanasema wanajitekenya na kucheka wenyewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havina msingi. Leo nakuja na hoja ya kutaka CEO wa bodi ya ligi ajiuzuru Almas Kasongo kwa sababu zipi? CEO ambaye ameifikisha bodi ya ligi hapa ilipo, na leo ligi yetu namba 4 barani Afrika kwa bora, Simba Sports Club imecheza finali ya CAF Confederation Cup chini ya CEO Almas Kasongo, moja ya CEO bora kabisa ambao tunako kwenye bodi ya ligi. Maana yake, tafsiri yake, wanataka waweke CEO ambao wao wanaweza kumcontrol na kumudu. Ndio tafsiri yake. Hatuwezi kuruhusu hicho kitu kitokee. Wanataka katibu mkuu Wilfred Kidao, katibu mkuu wa TFF ajiuzuru. Kwa sababu zipi? Ni madai ya kipumbavu haya. Katibu mkuu kwa kazi bora alifanya na leo ligi namba 4 barani Afrika kwa bora, leo anajiuzuru kwa mantiki gani? Katika vilabu 32 ambavyo vinasimamiwa na TFF na bodi ya ligi, klabu moja tu ndio iseme mamlaka zijiuzuru. Wao ni kina nani? Je, hivi vilabu vingine 31 vilivyobakia? Mambo haya hayawezi kufanyika, na sisi hatuko tayari kuunga mkono hilo. Tunamwamini katibu mkuu Wilfred Kidao, tunampenda, kazi yake ile tukuka tunaitambua na aendelee kupiga kazi. Tunasema Wilfred Kidao mitano tena. Kuna kauli ambayo inatumika kwamba viongozi wa bodi ya ligi ni kama remote, wanaendeshwa na watu ambao wako juu zaidi. Mpaka Young Africans wakaja mezani wakasema kwamba wanatamani bodi ya ligi iwe huru ili kusudi mambo yawe bayana kabisa, pengine pasipokuwa na upendeleo wa aina yoyote. Yanga wanataka mamlaka za kisoka zijiuzuru, waweke watu ambao wanaweza kuwa control wao, wakapigania maslahi yao. Ndio Yanga Afrika. Huo mtego na Simba tusiingie, wala vilabu vyote nchi nzima visiingie mtego huo. Yanga wanataka control mamlaka za kimsoka nchini. Wanataka control mamlaka za kimpira wa miguu nchini. Hicho ndicho Yanga Afrika wanataka kukifanya. Sisi kama wadau wa soka, wanachama na mashabiki, vilabu na vingine vilivyobakia, hatuwezi kuruhusu hilo jambo. Unaelewa vizuri? Hatuwezi kuruhusu hilo jambo litokee. Kwa kikubwa ni kwamba Yanga Afrika wakajitathmini upya. Na mimi niseme tu, klabu kubwa kama Yanga yenye mashabiki wengi rukuki, klabu ambayo inaongozwa na klabu ambayo ina miaka 90 kwenye ramani ya mpira wa miguu Tanzania, haipaswi kuwa na viongozi kama Yanga Afrika. Wale viongozi wa Yanga wote wajiuzuru. Wote wajiuzuru, kuanzia rais, watendaji, excom committee, wote wajiuzuru. Na tunasema tuna Ares Karia mitano tena, Steven Mguto mitano tena, Wilfred Kidao mitano tena. Viongozi hawa ni bora, wana weledi, wana maarifa, wameongoza ligi kwa maarifa makubwa sana, wamepigania paka imefika hapa ilipo, na hawana sababu yoyote ya wao kama Yanga kuambia viongozi hao wajiuzuru. Kwa sababu zipi? Sisi tunawapenda, tunawathamini, tunaunga mkono, na wapige kazi, waachane na keleza chura, maana hazimzuii tembo kunywa maji. Wao wasonge mbele. Mpira wa nchi hii unanajisiwa na Yanga Afrika. Mpira wa nchi hii unanajisiwa na Yanga. Mpira wa nchi hii unaharibiwa na Yanga Afrika, na hatuwezi kukubali mpira wa nchi hii ukaharibika. Hao madai yao ambao wanasema bodi ya ligi jiuzuru, iwe chombo huru, CEO Kasongo ajiuzuru na mengineo, hana mantiki kwa sasa hivi, kwa sababu hatujui nini wanadai. Leo wanakuja wanasema wanadai TFF wanasema pesa zenu msokoma madai, tumeshalipia madeni yenu ambayo sasa tuwakate, ushahidi upo, njoni mezani. Wanakwenda TFF kupeleka barua, hawataki kuzungumza. Anaitwa mkurugenzi wa fedha,
haendi mkurugenzi wa fedha, hakuna mtendaji mkuu. Kwa mantiki gani? Maana yake hawana mkurugenzi wa fedha. Kama hauna mkurugenzi wa fedha, ndio maana hawajui kama wadaiwa au hawadaiwi. Maana yake wanaendesha klabu bila kukosa weledi. Unaendelea vizuri. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kuumbishwa na hawa. Hii migogoro inaendelea, wao waendelee nayo. Sisi tarehe 13 tunapeka timu TFF, shikilieni hapo hapo, mkatupe alama 3 na wapokonywe alama 13, 15 ili ifundisho kwa klabu nyingine yote ambayo italeta migogoro kwenye taifa hili. Tumejiandaa vizuri kwenye pichi, wachezaji wako vizuri, kikosi kiko vizuri na tunaamini kabisa tunakwenda kuchukua ubingwa tarehe 15 kwa sababu Yanga si acheze mchezo. Na hata Yanga akijitoa kwenye ligi, soma la kwanza mwaka 65 Yanga alijitoa kwenye ligi baada ya kuokopa kucheza na klabu ya Simba. Simba akawa bingwa. Mwaka 1966 Yanga alijitoa kwenye ligi baada ya kuokopa kucheza mchezo marudiano na klabu ya Simba. Simba akawa bingwa. Kipindi Simba ito Sadalendi. Mwaka 77 tena Yanga alijitoa. Unaona vizuri? Kwa sio bara yake kwanza ndio michezo yake hii. Kwa hiyo hatuwezi kudekesha mtoto mayai. Yanga ni mtoto mayai. Amezoea kudeka. Yaani una njaa unabembelezwa ule. Kula jamani, kula wewe mtoto mzuri. Ndio Yanga Afrika. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na vilabu vya staili hiyo. Vilabu vifuate kanuni misingi inayotakiwa na miongozo ili kila siku mpira wa nchi uweze kukua na hatimaye Tanzania kama taifa tuwe taswira bora la mpira wa miguu barani Afrika. Hicho ambacho tunazungumza. Sawa. Kila heri. Oya, hebu tumie namba basi. Bana Dr. Mo, watani wenu Young Africans waliandika barua kwa bodi ya ligi juu ya yale matakwa manne ambayo wanayataka ili kusudi mchezo uchezwe. Unafikiri kwa yale matakwa manne bodi ya ligi wanaweza wakayafanyia kazi? Wamekuja na matakwa manne. Matakwa matatu wamesema ni matakwa ya muda mfupi. Takwa la kumtaka CEO Almasi Kasongo atoke, sisi hatulikubali. Nikataka ni takwa takataka na la kipuuzi na la kupuuzwa na kila mtu na wana michezo wote nchi nzima waungane na mimi Dr. Mohamed Hamisi. Wapuuzie taka hili la kwanza la kumkataa Almasi Kasongo. Kwa sababu huyu Almasi Kasongo anamkataa ndio ambaye Yanga wakati anachukua ubingwa mara 3 alikuwa ndio CEO wa klabu, alikuwa ndio CEO wa bodi ya ligi. Kipindi hicho alikuwa mbaya mzuri. Alikuwa yuko vizuri. Takwa la pili, hawamtaki Wilfred Kidau, mmoja wa makatibu wakuu bora sana kwa kutokea TFF ambaye wamelifikisha shirikisho hapa lilipo. Na mpaka tuwasifika kimataifa huko nje ya nchi. Ni kwa sababu ya Wilfred Kidau kwa utendaji wake mkubwa wa kazi. Leo wanamkataa kwa misingi gani? Wakati wanachukua ubingwa mara 3 Yanga Afrika katika taifa hili na sisi mwaka jana tumeishia nafasi ya 3. Wao Yanga wanachukua ubingwa mara 3 mfululizo. Kidau ndio katibu mkuu TFF. Hawana sababu za msingi za kumkataa. Kwa hiyo takataka ni takwa takataka, ni takwa akipuuza ambalo wana Simba na mashabiki wote wa mpira wa miguu nchi nzima na Mungu wa Azam tuungane kulipinga takwa hili. Cha tatu, wanasema wanataka kamati ya 72 jiuzuru ambayo inaongozwa na Steven Mguto. Steven Mguto wakati yeye ndio kiongozi mpaka dakika hii, wakati wanachukua ubingwa mara 3, yeye alikuwa ndio kiongozi wa mpira wa miguu. Wamefika finali ya CAF kwa mara ya kwanza katika historia ya maisha yao. Steven Mguto ndio mwenyekiti wa kamati ya 72 ya uendeshaji wa ya ligi. Leo hii unamkataje? Unaona, mmoja ya viongozi bora kabisa Steven Mguto. Hii hii takwa lao ni la kipuuzi na lipuuziwe na watu wote. Unaona nzuri? Takwa lao la nne wanasema la muda mrefu chombo cha bodi ya ligi kijitegemee kiwe huru. Maana yake wanashinikiza umma, wanataka huruma kwa jamii ili ionekane Yanga wanaonewa. Kumbe hawaonewi, ni upuuzi mtupu. Wanataka wapandikize watu kama wewe Kinangosha pale ambao wanaweza kuamudu ili wakasimamie maslahi yao. Ndicho Yanga anachokitaka. Na huo mtego hatukubali na sisi tumeona kama mtego huu hatukubali. Nonsense. Haina logic, haina mantiki. Unaona vizuri? Ni madai ya hovyo ambayo hapaswi kusikilizwa. Na ndio maana nakwambia watu wote wa Yanga kuanzia engineer Harris rais wao, Excom committee na watendaji wote hawapaswi kuwa viongozi wa klabu hii. Klabu ina miaka 90, mimi sijazaliwa. Hii klabu ni kubwa sana. Hawa vijana wanaoongoza klabu hii hawana uwezo huo. Wafukuzwe. Wafukuzwe viongozi wote wa Yanga. Wanaumbisha watu leo. Hii klabu hii viongozi wakubwa wa nchi, marais, mawaziri, wabunge ni wanachama wa klabu hii. Leo unakuja kuongozwa na watu ambao hawatumii hekima, hawatumii busara na maarifa. Hapo pia wametupia lawama kwa TFF kwamba wamewadhulumu pesa zao zile za CRDB Federation katika msimu uliopita walipopata ubingwa. Wanatupia lawama tena TFF. Unafikiri katika hoja hii ina mantiki gani kwa upande wa Young Africans na TFF? Baada ya bodi ya ligi na sasa wameingia kwa TFF. Yanga ni waongo. Kama kweli unaidai TFF imeweka statement clear. Imewaambia kama matudai hela, statement yetu iko na hasadi zetu. Rekodi tulizonazo kwenye database yetu ya idara ya fedha inaonyesha sisi tunawadai. Kama matudai, njoo na dokumenti zenu za madai kesho saa 4 asubuhi na mkurugenzi wenu wa fedha aje tuthibitishie hilo.
wakaitwa jana. Anaitwa mkurugenzi wa fedha, director of finance, anakwenda CEO. Ni mtaalamu wa fedha yule? Amesoma uhasibu? Alikwenda kufanya pale. Maana yake ni klabu inaendeshwa bila weledi. Klabu haina maarifa. Ameitwa mkurugenzi wa fedha au mhasibu wa klabu. Unakwenda CEO kufanyaje? Matokeo yake anapeleka barua, hataki kuongea na katibu mkuu, hataki kuleta ushahidi, anaondoka zake. Kwa mantiki gani? Maana yake ukija kuangalia database ya TFF inaonyesha Yanga ndio timu pekee inaongoza kwa madeni, na ni kweli. Yanga ndio timu ambayo iliongoza kupigwa faini milioni 10 za uchawi. Yanga, uongo? Rekodi zipo. Yanga Afrika ndio inaongoza kwa kupigwa faini za uchawi kwa mwaka uliopita. Zaidi ya milioni 10 plus. Yanga ni timu inaongoza kupigwa faini za kupita mlango wa nyuma, bana ameruka ukuta wa Benjamin Mkapa, bana wapita huko, bana. Hizo zote ni faini. Yanga Afrika. Yanga ndio timu inaongoza kwa migomo, ndio timu ambayo inasajilisha wachezaji mikataba feki. Wakina Morrison umeona waliferi kasi, mkataba wa Lazarus Kambore, Heriet unamkumbuka kiungo wa Piero, Gary Bigirman. Anadai Yanga Afrika mpaka leo wana madai 100 kidogo. Yanga ndio timu pekee ambayo inaongozwa kwa kufungiwa mara nyingi na FIFA kusajili. Uongo? Sahihi. Database zipo, kama unabisha waje. Sakata la juzi la Okra Magic. Okra Magic zaidi ya $200,000 wanaidai Yanga. Benchima FC $100,000, Okra Magic $100,000. Haujamlipa. Hausoma deni. Haya, hujazungumzia Lazarus Kambore. Unaona nzuri? Hujazungumzia mchezaji yule mchezaji wa mapiano. Skudu Makurubera Maharatani. Wamemvunjia mkataba, anadai hela zake. Rukelmi, yule kocha wao aliondoka, Rusemi, alidai milioni 200 na ushe. Yanga ndio klabu ambayo imetia hasara taifa hili kuliko taasisi yote hata za mikoba hazifai kwa Yanga Afrika. Kwa hiyo ndio nakwambia wanachama wa klabu ya Yanga na mashabiki wao wakatae viongozi wa Yanga wafukuzwe wote wale. Ile klabu itauzwa kwa madeni. Asante sana bwana.